Assalamu alaikum maalim. Mimi bana naitwa Faisal Mohamed, na umri wa miaka 21. Nimekuwa nikifuatilia sana katika masomo unayofundisha, ila mimi nitabezi sana kwenye meditation, tahajudi. Na ndio lengo lilonisukuma kuja kwako kukupa kama shukrani kwa kile ambacho umenisaidia bila kujua. Mwalimu, nisizunguke sana, ila kiuhalisia meditation imenisaidia sehemu tofauti katika maisha yangu ya kila siku. Meditation imenifanya niwe mtu wa ajabu sana, kutoka kuwa mtu aliyejidharau, aliyejikatia tamaa, aliyekuwa hana mwelekeo wa maisha, na aliyekuwa anaburuzwa na watu wenye roho mbaya katika ulimwengu huu, mpaka kuwa mtu mwenye misingi imara zaidi kila anachokifanya. Na kuwa mtu ambaye sijui niseme vipi, kwa mtu ambaye mimi ndio kila kitu, furaha, amani, upendo, kila kitu kipo kwangu. Nirudie tena kusema kwamba asante. Nitakutumia hela vocha tu, ndo uwezo ambao naweza kufanyia. Mwalimu, unafundisha vitu vizito sana. Sitaki kwenda kwenye hekima zingine unazofundisha, ila wewe kwangu nakuita lugha ya kimtaani kidogo. Wewe ni ninja wa mambo ya kiroho. Wewe noma sana. Nataka nigusie kidogo sana kuhusiana na jicho la tatu. Unajua mwalimu, ulishaisema kitu ili ukifanye mpaka ukipende ndo kitu ukifanye, na nukuu. Sababu kabla sijafungua jicho la tatu niwe ugumu kufanya meditation, maana kila nikifanya mwanzoni nilikuwa sioni chochote zaidi ya kiza tu. Sikukata tamaa mwalimu, nilifanya kwa wingi bila kuforce, na siku ambayo sikuitarajia nilianza kuona matokeo ya subra ya muda mrefu sana kwangu. Mwalimu, ilichukua kama takriban miezi 3 kwenda 4 hivi kuona matokeo. Faida nilizozipata baada ya kufungua binafsi yangu: ya kwanza mwalimu, nimekuwa na ziada ya kumbukumbu na uelewa wangu umekuwa mkubwa. Nadhani siseme mkubwa, niseme zaidi ya mkubwa. Mwalimu, kuna kipindi nilikuwa nachukua namba tofauti, kwanza 1 mpaka 30, alafu nazichanganya zile namba, naandika chini kwenye karatasi, alafu nazishika zote kichwani ndani ya sekunde tu. Kafika hatua ikiwa nikikutana na mtu ambaye wa muda mrefu, baada ya mazungumzo nikawa nimemuomba namba yake, alafu muda huo sina simu, nikawa na uwezo wa kuishika ile namba yake pale pale. Cha ajabu zaidi, nikishika nilikuwa sisahau. Pia ilifikia hatua ambayo kubwa sana, nilikuwa na uwezo wa kupiga mahesabu kwa kutumia kichwa na sio simu au kalkuleta. Faida nyingine niliyoipata mwalimu, ya pili, nimekuwa na uwezo wa kusoma energy za watu pia wanavyofikiria. Kiufupi ni kwamba inashangaza, kwa sababu naweza enda sehemu nikawa nimekaa na washikaji zangu, ghafla nikajua mawazo yao, huyu mtu hayupo sawa sehemu fulani. Mpaka kuna rafiki yangu mmoja hivi nijikuta nimeshindwa kuvumilia, nikamwambia, wewe unaumwa, tumia dawa fulani na fulani utapona. Alinipuuzia, kaniambia, wewe utakuwa una njaa, umejuaje mimi naumwa? Ila mwalimu, ya kupita wiki mgongo ukaanza kumuuma, kumaanisha kwamba ule ugonjwa umeanza kuleta madhara sasa ndani ya mwili. Akanirudia, nikampa ushauri, na sio yeye tu, wapo wengi wananiambia mambo yao, na nakuwa na uwezo kama vile naona tatizo la mtu, kisha namwambia fanya hiki utakuwa sawa. Wengine nakutana nao ni energy vampire, kwa nikihisi siko sawa naondoka mara moja. Kifupi, nimesoma wengi, wajomba, majirani, ndugu, marafiki, wengine wananifikiria vibaya, ila mimi nijiwekea mipaka yangu ya kwamba vyovyote mtu atakavyonifikiria, basi mimi nitacultivate frequency of peace, love and happiness for everyone, bila kujali
ananifikiriaje. Faida nyingine mwalimu niliyoipata ni maono ya ndoto. Kiufupi naota ndoto zijazo, siku moja mbele, wiki mbele, hadi ndoto ya mwezi unaokuja, ikiwa kama ni tukio kubwa sana. Pia naweza kupumzika asubuhi nikaota ndoto ya mchana. Na kipindi mwalimu nilikuwa na furaha iliyopitiliza, sababu kila nilichokuwa nakiota nakifanya kwenye uhalisia. Hata vibaya nilikuwa naonyeshwa, na nikishaona tu baya nimeonyeshwa, nilikuwa nafanya mindfulness ya siku nzima ili ile ndoto mbaya isitokee, ili ikaja kudeceive kwenye maisha yangu ya uhalisia. Kwenye lucid dreams mwalimu, kwangu hizi ndoto mimi nazipenda sana, sikufichi, kwa sababu sio tu nakuwa na uelewa, pia naota nakuwa kama nipo kwenye movie. Mimi ndo Sterling asiyekufa wala kutetereka. Pia mwalimu, zipo nyingi kama vile Clear Audience, sitaki kuielezea sana sababu ilinitesa kweli mwalimu. Majirani wana mdomo mchafu, ila Mungu ni mwema, nishazoea tayari, japokuwa kidogo tu ningeua mtu. Yani nishawahi kujiuliza au nina majini ambao wananipa uwezo wa kusikia watu wanavyoniongelea, najua. Ila uwezo mwingine niliopata mwalimu ilikuwa naitwa kutabiri. Hapa ni tabiri timu tofauti na zote zilitiki. Kwa hiyo kwangu mimi kufungua jicho la tatu ni faida, sio ni hasara. Kwa kumalizia niseme mwalimu, Mungu azidi kupa umri mrefu, uzidi kutupa madini ya jangwani. Asante.